hakuna lahdha ambayo kwamba itapita Mola na malaika wawe hawamswalii. Kwa sababu gani? Aya imetuambia yusalluna tufidu al-istimrar wa tajdid. Hii aya hii kalima yamaanisha kuendelea na kila muda kurenew, kwamba ni kitu hakina ukomo, kinaendelea tu bila ya kukoma. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Enyi mulioamini, enyi mulioamini, sallu alayhi, mswalieni huyu kipenzi cha Mola subhanahu wa ta'ala, wasallimu taslima, na mumtakie amani, kumtakia kwa kweli. Tumeshirikishwa katika ibada, wa hadha sharafu aidan, na hii ni sharafu nyingine pia, baada ya Mola subhanahu wa ta'ala kumsharifisha kipenzi chake Mtume Muhammad, na sisi tumefanyiwa sharafu, tumeshirikishwa katika ibada inayofanywa na Mola subhanahu wa ta'ala, inayofanywa na malaika, na sisi pia pamoja na unyonge wetu, pamoja na mapungufu yetu, pamoja na udhaifu wetu, tumeunganishwa hapo hapo tushiriki katika ibada ya kumswalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hiyo salatu ala nabii sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, ikiwa katika mwezi wa Shaaban ni mwezi wake, ndiyo asli yake, ndiyo chimbuko lake. Miezi mingine ili inaendelea kwa sababu tufidu al-istimrar, lakini tukumbuke kitu hichi kilianzia katika mwezi gani. Sharafu hii Mola alitutunukia tukiwa katika mwezi gani? Hii sharaf ilikuja kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama katika mwezi wa Shaaban. Hii ni ibada kubwa mno, salatu ala nabii sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ni ibada ambayo kwamba kama ilivyokuja katika hadithi ya Ubay bin Ka'b, hadithi maarufu ya sahaba wa Bwana Mtume, Bwana Ubay bin Ka'b. Asema Bwana Ubay bin Ka'b kwamba yeye alimwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alayka, mimi ni mtu nakithirisha sana kukuswalia, nakithirisha sana, nafanya kwa wingi. Fakam aj'alu laka min salati. Sasa bwana amshauri Bwana Mtume, ni katika free time yangu, katika muda wangu, hii ibada ya swala ya kukuswalia wewe niweke kiwango gani? Fakam aj'al laka min salati, niweke kiasi gani, kiwango gani wapendelea? Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam akamwambia, mashit, kiasi unachotaka wewe, muda unaotaka wewe, na kiasi unachotaka wewe. Bwana Ubay bin Ka'b akamwambia Mtume, arrubu, wasemaje robo ya muda wangu ni utumie kwa kukusalia wewe? Mtume akamwambia, mashit, nimekwambia unavyotaka. Fa in zitta, lakini ukizidisha zaidi ya robo, fa huwa khairun lak, itakuwa ni khairi kwako wewe. Ubay bin Ka'b akamwambia, ya Rasulullah, fa thuluth, basi waonaje thuluthi ya muda wangu nikusalie wewe ya Rasulullah? Thuluthi ya muda wangu niwe nashughulika na kukuswalia wewe, wasemaje ya Rasulullah? Umeridhika? Mtume akamwambia, mashit, sitaki nikuwekee kiwango, ninachotaka mimi ni unachotaka wewe. Mashita, unachotaka wewe, lakini fa inzita, ukiongeza zaidi ya thuluthi, fa huwa khairun lak, ni bora kwako wewe. Akazungumza tena, fanis, wasemaje nusu? ni ugawe muda wangu nusu,
nishughulike na kukuswalia wewe na nusu niangalie mingine. Wasemaje ya Rasulullah? Mtume akarejelea kauli yake nafsul qaul, akimwambia mashita, kiwango unachotaka mwenyewe, fa inzita fahuwa khairul lak, lakini ukizidisha zaidi ya nusu ni bora kwako wewe. Kauli yasema, akamwambia fathuluthani, waonaje thuluthi mbili nitumie kwa ajili ya kukusalia, thuluthi moja niiwache niangalie mengine. Wasemaje ya Rasulullah? Mtume akamwambia mashita, ni kiasi unachotaka mwenyewe, fa inzita, ukizidisha fahuwa khairul lak, itakuwa ni bora kwako wewe. Bwana Kaabi ilipofikia hapo akamwambia aj'alu laka salati kullaha, muda wote, swala zote, saa yote mimi nitajalia, nitaweka, nitakuwa na kuswalia wewe tu ya Rasulullah. Mimi nitashughulika na ibada, shughuli yangu kubwa itakuwa ni kukuswalia wewe ya Rasulullah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kauli ilipofika hapo akamwambia idhan, na wewe ukifanya hivyo, ikiwa muda wako mwingi utautumia kwa ajili ya kuniswalia mimi, idhan, wakati ho tukfa hammak wa yughfaru dhanbuk. Akasema mambo mawili asasiyan, mambo mawili ya msingi, la kwanza katika maisha ya dunia na la pili katika maisha ya akhira. Mtume alitoa ofa mbili kwa mwenye kuutumia muda wake mwingi kwa kumsalia, akimwambia idhan, na wewe ukifanya hivyo, kwanza tukfa hammak, hamu zako za kidunia utatoshelezwa. Kile ambacho kwamba ulichokibeba katika moyo wako, dunia ina hamu nyingi, utatoshelezwa na hamu zako. Si maana kwamba hautokuwa na hamu katika dunia, moyo utabeba hamu, lakini Mola amekuahidi tukfa, utatoshelezwa. Ada ya watoto wa shule Januari inakuja, hamu akili lazima itabeba. Mola subhanahu wa ta'ala atakutolea njia kwa wepesi, utaona hii imekuja min haithu la tahtasib, hujui imekujaje kujaje, utaona kitu kimefika kwa kukithirisha kwa bwana, kumswalia bwana Mtume mwenyewe akwambia tukfa hammaka, hamu zako za kidunia zote utatoshelezwa, riziki yako itakuwa ya sahali, makero yako ya kidunia yatakuwa sahali, nyumbani kwako, maisha yako baina yako wewe na aila yako yatakuwa mazuri ukikithirisha kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyumbani kutakuwa na utulivu, nyumbani kutakuwa na amani, nyumbani kutajaa furaha, maisha yatakuwa sahali, raha itakuwepo katika nyumba, raha itakuweko katika maisha yako. Kwa hiyo katika yanayokuzunguka, ada za shule mathalan, kama tulivyopiga kodi ya makazi, tuseme una nyumba umekaa umepangisha, yani yale ambayo kwamba yanayokushughulisha katika maisha yako, Mtume amekuahidi idhan, ukiutumia muda wako kwa kumswalia mno, idhan tukfa hammak, hamu zako utatoshelezwa. Hii ni ahadi yaitoa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni ahadi yatolewa na bwana Mtume katika hadithi iliyothubutu, iliyo sahihi, kwamba idhan, ukiutumia muda wako mwingi kwa kuswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukfa hammak, hamu zako za kidunia, matalibu yako ya kidunia yote utatoshelezwa. Mola subhanahu wa ta'ala atatia mkono wake, mambo yako yaende kwa wepesi, yawe na sahali, ufanikiwe katika majambo yako yote, yatakuwa kwa wepesi. La pili,
wa yughfaru dhambuka, na madhambi yako usamehewe. Kikubwa ambacho kwamba mu'min anachokihitaji katika maisha ya baada ya kufa hakuna zaidi ya kuliko kusamehewa madhambi. Bora uende kwa Mola wako, kapu yako ya hasanat ya mema liwe tupu, lakini na la dhambi pia liwe tupu. Likawa ni tupu, lakini na hili liwe tupu, kwa sababu upande wa dhambi watakiwa Muislamu aulinde zaidi darul mafasidi aula min jalbil masalih. Siku zote kwenye maisha yako darul mafasidi, kuyeepuka na kuyakimbia yale yanayokuharibia dini yako, hilo ni bora zaidi min jalbil masalih, kuliko kutumia nguvu kuleta maswali mazuri na mema na yale mambo ya kheri, kufanya kheri. Tumia nguvu kuacha mabaya zaidi kuliko kuitumia nguvu katika kufanya mazuri. Ndiyo utaona katika ayati Allah kuna aya yasema fattaqullaha mastata'tum, muogopeni Mola kiasi munavyoweza. Nyingine ittaqullaha haqqa tukati, muogopeni Mwenyezi Mungu haki ya kumwogopa kiukamilifu. Zote ni aya. Hii ya pili ya kwambia bwana muogope Mola kadiri unavyoweza. Ya nyingine inakwambia muogope Mwenyezi Mungu, muogope Mola haki ya kumwogopa, utekeleze nafasi ya kumwogopa Mungu. Sasa hizi aya zina tanakudh, zinavunjana, kwa sababu message iliyoko huku na iliyoko huku ni tofauti. Ulama watuambia hii mastata'tum ni katika kufanya mazuri, hii haqqa tukati ni katika kuacha mabaya. Ndio utaona ala sabili almithali, mimi siwezi kuswali kwa kusimama, kuswali kwa kukaa, siwezi kuswali kwa kukaa, swali kwa kulala. Iko ubavu, siwezi kuswali kwa ubavu, swali kwa kulala mustalqiyan. Siwezi pitisha arkani katika moyo wako, siwezi kutawadha